Tanzania imeshauriwa kuendelea kuwekeza katika wataalamu wa afya ya anga ikiwamo madaktari ili kukabiliana na upungufu wa wataalamu katika kada hiyo, ambapo kwa sasa nchi ina jumla madaktari 12 pekee licha ya kuongezeka kwa usafiri wa anga. Tujiunge na Goodluck Msolla kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mmoja wa madaktari wa afya ya anga, Nasla Nasolo Omar, ambaye pia ni mkurugenzi wa chuo cha masuala ya afya ya anga AMTC, amesema licha ya Tanzania kuwa na madaktari 12 katika kada hiyo, ni madaktari 3 pekee ndio wanaotoa mafunzo, huku sekta ya usafiri wa anga ikiendelea kukua siku hadi siku, na hivyo kuongeza mahitaji ya wataalamu watakaosaidia kukabiliana na dharura pamoja na matatizo ya kiafya kwa abiria pindi watakapokuwa angani. Baba madaktari, na hilo ni swala ambalo linajulikana, lakini katika kitu ambacho tunakiona kwanza ni upatikanaji wa hii elimu ya afya ya anga, yani aviation medicine au aerospace medicine kwa madaktari. Kwa Tanzania bado hatuna chuo. Kwa hiyo unakuta madaktari wanabidi wasafiri uende sehemu nyingine, kwa mfano Egypt, India, South Africa, Marekani, ndio huko ambapo unatafutwa hiyo elimu. Kwa hiyo hata ukiangalia Mtanzania wa kawaida anashindwa kupata access au anashindwa kupata huduma ya kupata hii elimu. Kwa hiyo mimi ningeomba serikali yeye mwenyewe, kwa mfano kuna subject ambazo zina scholarship, lakini aviation medicine haina scholarship. Kwa hiyo wangetengeneza mfumo maalum ili kuwa na udhamini wa wanafunzi au madaktari, kwa sababu ni lazima uwe daktari kwanza. Udhamini wa madaktari ambao wanataka kwenda kusomea aerospace medicine nchi nyingine, ili hata ikitokea kwamba tuna huu haba unapungua, lakini at least kuwa kuna watu ambao wanaenda kusoma na kurudi hapa Tanzania. Aidha, Dr. Nasla amezungumzia maadhimisho ya miaka 5 ya chuo cha MTC hapa Tanzania, ambapo amesema wanatarajia kuadhimisha kwa kufanya mambo matatu, ikiwemo kambi maalum ya matibabu kwa wahudumu wa ndege na wa viwanja vya ndege takriban 700 katika viwanja viwili, ikiwemo cha Zanzibar pamoja na kile cha Dar es Salaam. Uzinduzi wa kitabu cha Quick Guide to Aviation First Aid. Kitabu hiki ni cha mwongozo mfupi wa vitendo kuhusiana na huduma ya kwanza katika sekta ya anga, kilichoandaliwa kwa ajili ya wahudumu wa ndege, wafanyakazi wa ardhini, wanafunzi wa mafunzo ya anga pamoja na wadau wa sekta ya usafiri wa anga. Kitabu hiki kitapatikana kidijitali katika mitandao ya Amazon na Kindle pamoja na majukwaa mengine, ili maarifa haya yaweze kuwafikia wataalamu kote duniani. Pili, uzinduzi wa mfumo wa mafunzo ya mtihani mtandaoni, yani online training center. Mfumo huu utatoa fursa kwa wataalamu wa sekta ya anga kupata mafunzo ya tiba, kufanya mitihani ya kupata vyeti kwa kupitia simu ama kompyuta bila hata kuhitaji kusafiri. Hata hivyo, Dr. Nasla amesema katika maadhimisho hayo yatakayoanza Machi 31 pia watazindua mwongozo wa utoaji huduma ya kwanza na matibabu ya kitaalamu kwa wataalamu wa anga wakiwa ndani ya ndege. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi kupitia jeshi la magereza imeanza utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kupitia Tume ya Haki Jinai, ambapo alielekeza maboresho ya vyombo vya haki jinai ikiwamo uandaaji na utekelezaji wa programu za urekebishaji. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amefungua programu hiyo ya mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa mapokezi ya wafungwa 130 kutoka magereza yote nchini, ambapo amesisitiza washiriki kuandaa raia wema kupitia mafunzo hayo kujifunza masuala ya sayansi na teknolojia, na huku akiitaka jamii kupambana na mmomonyoko wa maadili ambao umekuwa chanzo cha matukio mengi ya uhalifu nchini. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutoa rasilimali fedha na kuchukua hatua mbalimbali kwa kufanya maboresho kwenye taasisi zilizoko kwenye mnyororo wa haki jinai, ikiwemo jeshi la magereza. Natoa rai kwa jeshi kuendelea kuchukua hatua zinafanya na kuhakikisha kwamba wanakuwa wafungwa wanapata ujuzi na stadi ambazo zitawasaidia kwenda kuwa raia wema, lakini pia wafungwa kwa kutumia fursa ya kushiriki mafunzo mbalimbali yanayotolewa na taasisi za mafunzo na elimu nchini. Itawasaidia sana kwa kiwango kikubwa kuwa na jamii ambayo
yana uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji, utoaji huduma kwa wananchi, lakini pia wao wenyewe kuweza kujipatia kipato kingine. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, Kamishna Jenerali wa Magereza Jeremia Katungu ameweka wazi mashirikiano yaliyopo kati ya magereza na taasisi za elimu katika zoezi zima la urekebu, huku baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wakitoa neno. Miongoni mwa jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika pamoja na kuandaa mitaala mipya kwa ajili ya utoaji wa mafunzo kwa watumishi, na mitaala hii Mheshimiwa Waziri tayari imeshaanza kutumika, lakini pia tumekuwa na mashirikiano na taasisi mbalimbali zikiwemo za serikali, kwa mfano Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi ya VETA, Chuo cha Uhasibu Arusha na Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima. Na mashirikiano hayo Mheshimiwa Waziri yanalenga utoaji wa mafunzo kwa wafungwa au wanafunzi wetu tunaopokea magerezani na urasimishaji wa ujuzi waliopata wafungwa kutokana na kuhusishwa kwenye kazi mbalimbali za uzalishaji. Sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kufanikisha mafunzo haya, kutupa urahisi wa kuwarekebisha wafungwa magerezani katika wakitoka wakawe raia wema huko nje, kutokana na kwamba walipoingia magerezani walikuwa wanaonekana hawafai katika jamii, lakini wakitoka watajifunza vitu vingi na kuonekana raia wema katika kukomaa kiuchumi na maadili kwa ujumla. Maafisa mapokezi wa wafungwa katika kukamilisha dhana nzima ya urekebu kwa wafungwa. Mafunzo haya yana package mbalimbali, ikiwa ni pamoja package ya masuala ya haki za binadamu unapompokea mfungwa, lakini masuala ya maadili unapokwenda kumpokea mfungwa na wale mahabusu wanapoingia gerezani, kwa maana kwamba wanaingia mahabusu au anaingia mfungwa pale akiwa ni mfungwa, lakini ana haki nyingine zake ambazo hazihusiani moja kwa moja na kesi ambayo imemleta gerezani. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Profesa Mkumbo ahamasisha wakazi wa Dar es Salaam kuunga mkono uwekezaji wa EACLC.